Baba, katika Kristo tunashukuru kwa sababu ya neema yako ambayo umezidi kutufunika hadi sasa. Bwana, tunashukuru kwa sababu ya yale ambayo yamejiri mpaka sasa, kwa sababu ya huduma yako. Ni ombi langu ya kwamba uweze kufungua watu wako macho na hakuna jambo linalokutoka kwa nyuma. Hebu Bwana uweze kuisha watu wako na kutuamsha, ni nyakati za mwisho. Tafakari yajayo na pia tunapokutegemea katika maisha haya, tunapopita na kusafiri, tunapojiandaa kwa sababu ya uzima unaokuja. Kuwa pamoja nasi sasa katika Kristo roho na kuamini. Amina. Rafiki yangu, Mkristo mwenzangu, Mwadventista wa Sabato, huyu ni Evangelist Peter Maina tena. Ninaomba tu niseme machache, ila si mengi sana, kuhusu yale ambayo yamejiri. Kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, kuna mkutano ulikuwa umeandaliwa katika DCI Juja, na kwa hivyo niliweza kuelekea huko nikiwa na umati mkubwa wa watu tu, na ninashukuru kwa sababu yale ambayo yametendeka, na pasipo kusema mengi sana kuhusu hayo, hilo jambo linazidi kuchunguzwa. Lakini kuna machache ambayo nikiweza kusema ya kwamba kuanzia asubuhi kumekuwa na vitisho kutoka sehemu tofauti tofauti. Kuna mabwana wawili ambao ni wainjilisti wa Adventista wa Sabato walikuwa wanapigia mke wangu na kumthreaten ya kwamba mzungu kutoka sijui wapi, yeye ndiye aliweza kushitaki kwa DCI Juja. Hilo ni swali kubwa, na ya kwamba tujiandae pengine mambo mengi tu, tulipe milioni 100 na kadhalika. Lakini hao ndugu tunawafahamu, namba zao tuko nazo, lakini hayo yatajiri kwenye sehemu nyingine, kwa sababu kuna uchunguzi mkubwa ambao utakaoendelea siku zinazokuja. Zaidi ya hayo, nilitarajia kwenda kukutana na wazungu, okay? Kwa hivyo, lakini cha kushangaza, wale waliokuwa huko ni wa Kenya tu, na ni Waadventista wa Sabato. Ulikuwa ni mkutano wa Adventista wa Sabato washiriki, na katika yale yanayofanyika, pasipo tushinda kutaja majina, viongozi wa kanisa ndio walikuwa wameshtaki jambo hili. Baadhi yao kutoka union ya kanisa, pamoja na wengine wahusika pamoja, pasipo kushinda ili yatakuja kwenye the legal team. Wakati ukifika watashughulikia mambo hayo, lakini naomba niseme wale niliokutana nao ama wale waliokuwa wameshtaki, viongozi wa kanisa na wazee wengine wa makanisa kutoka sehemu tofauti tofauti, kulikuwa na watu tu, na tunashukuru kwa sababu tuliweza kusema yale ambayo yanaweza kusemwa. Kwa hivyo Professor Jack hakuja, ama yeyote yule ambaye anahusika kwa njia yoyote hiyo ambayo pengine ilidhaniwa. Kwa hivyo wale ambao wanasema na kutoa vitisho, jameni, wacheni, kwa sababu haifai. Wewe angalia video, ikiwa kuna jambo lingine tofauti na hayo, weza kuzungumza ili kanisa liweze kusaidika. Kwa hivyo hatua zinasonga na hakuna cha kuogopa. Niko salama, nimerudi nyumbani salama, pamoja na watu wote tuliokuwa nao tumefika sote salama, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya maombi yenu. Nashukuru wachungaji wengi, viongozi wa kanisa, watumishi, marafiki, wametuombea, wametupigia masimu, na tunashukuru. Kwa hivyo ili masimu mengi yasikuje tu, naomba nitoe hii kusema tuko salama, na hayo mengine yanayojiri kuhusu hiyo kesi iliyopelekwa huko hatutataja, lakini wakati ukifika yataweza kushughulikiwa na watu wataweza kufahamu kile kilichojiri. Lakini tuko salama, tuko imara na tunasonga. Lakini sasa naomba niseme machache ya kwamba wakati umefika watu wa Kristo wa Mungu waweze kuinuka, Adventista wa Sabato, and exercise the liberty of their conscience, kwa sababu hapa tunakokwenda hayo ndio yanahitajika. Kanisa hili ndilo lina promote religious liberty, na wakati ndio huu sasa, tuachie Mungu the consequences.
Nakumbuka maneno haya ya Isaya 6 mstari wa 8 anapoulizwa ni nani tutakayetuma, nani atakaye kwenda kwa niaba yetu. Ni wewe utakayeenda kwa niaba ya Bwana, yule ambaye atakayekubali mwito huo, yeye ndiye Bwana atakayetumia. Pia nakumbuka maneno ya Esther, kumbuka katika Esther chapter 4 kinachojiri kanisa la Bwana katika serikali ya pili kutawala dunia Medo Persia wakati wa mfalme Ahasuerus, wakati wa kiongozi huyu wa kiserikali ambaye anaitwa Haman. Ungetuona kwenye mkutano tuliokuwa tulipogundua kwamba sisi wote ni Waadventista, wale waliokuwa hapo maafisa wa serikali walishangaa sana, kusema haya mambo si yanakaa ni ya washirika wa Adventista, si mungesovu huko, lakini kwa sababu haikuwezekana, sasa hayo yamechukua mkondo huo, na basi mkondo huo utafuatwa kisheria kwa wakati pasipo kusema mengi, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ni Waadventista, ni washirika wenzetu kutoka makanisa tofauti tofauti hapo karibu Nairobi, Eldoret na kwingineko. Hao ndio ambao tulikutana na wao, na nimesema ya kwamba kutoka Union ya Waadventista wa Sabato, Eastern Central Kenya Union. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo yaliweza kujiri, lakini wakati umefika na naomba nizungumzie jambo hili tunapotamatisha, kwa hivyo sitachukua muda mrefu. Kweli kuna conflict of interest na nimeamua kusoma machache kwa sababu kweli viongozi hawa, hata kama uchaguzi umeisha hivi si kitambo, kweli hawalisimamii kanisa la Mungu, na kwa sababu hiyo hawahitaji kupokea zaka. Okay, hawahitaji kupokea zaka kwa sababu hawafanyi kazi inayostahili kufanywa na wale ambao wanapokea zaka. Na hili ni wazo na kurushia, takuja kulizungumzia kwa wazi vizuri, ya kwamba ukisoma Evangelism 4:92, the tithe should go to those who labor in word and doctrine. Okay, those who labor, wanaofanya kazi katika neno la Bwana na mafundisho ya Biblia, hao ndio tu wanastahili kupokea zaka. Kwa hivyo naomba wachungaji, kama unajua kwamba kweli uko katika unaingiza watu wa Mungu katika njia zisizofaa, jameni, wacha kupokea zaka, kwa sababu laana itakuja kwako. Na sisi kama washiriki, wakati umefika sasa wa kuuliza maswali, na ili tuweze kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wale wanaohudumu katika kazi ya Bwana full time, okay, hao ndio wanastahili kupokea zaka, the tithe, kwa sababu washirika wanang'ang'ana katika kazi zao ndogo ndogo na wanahakikisha kwamba wametoa tithe kusudi kusupport kazi ya Mungu. Sasa hawa ambao baadhi yao walikuwa wako kwenye uchunguzi unaofanywa, kiongozi kutoka Union, sidhani anahitaji kupokea mshahara kutoka kwa tithe ya Waadventista wa Sabato kama kanisa, kwa sababu tayari zile kazi anazozifanya. Na nimefikiria tu jinsi ambavyo watu wanapanda ngazi ni kujaribu kutafuta protection na kupata influence, kwa sababu ninatumai viongozi wanapokuwa pale juu wanapata mambo tofauti, allowances. So una imagine allowance na mafuta ya gari na kadhalika na vitu vingi tu, lakini mtu anapoenda kuhudumu, badala ya kuhudumu katika neno, anaenda katika shughuli za biashara na washiriki. Ni jambo ambalo linatisha, na sasa wakati umefika lizungumzwe mpaka litakapokwisha. Wakati wa kusimama umefika. So the tithe should go to those who labor in word and doctrine. Okay, be it men and women. Testimonies to the Church, volume 6, page 215. Sister White anasema, light has been plainly given that those who minister in our schools, sio walimu, are teaching the word of God. Wale ambao ni Bible workers, full-time Bible workers, teaching the word of God, explaining the scriptures, educating the students in the things of God, should be supported by the tithe money. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu zaka, tunaongea tu peke yake kuhusu wale wanaohudumu katika neno la Bwana. Kwa hivyo who should not receive tithe basi? Now, ukisoma Christ Object Lessons page 305, utasikiza kwamba Sister White anashauri ya kwamba, are not religious teachers turning away from the plain requirements of the word of God? Instead of educating them in obedience to God's law, are they not educating them in transgression?
Si wachungaji wengi na viongozi wa kidini wengi, si wote, kuna wengi waaminifu. Tunashukuru kwa wale ambao tumekuwa nao leo na wale ambao wako nasi kutoka sehemu mbalimbali. Nashukuru viongozi wangu wa kanisa kutoka North East Kenya Field kwa sababu ya mchango wenu na support ya maombi na kuzungumza nasi katika swala hili. Tunashukuru, Bwana aweze kuwabariki sana. So tunaambiwa nyakati sasa zimefika kwamba watu viongozi wa kidini, religious teachers, they are turning away from the plain requirements of the word of God. Sasa hawa maana wanatoka, kwa sababu pale tithe inastahili kutumika na wale wanaohudumu katika hilo neno, basi hawafai kuguza ama kupokea zaka kama mshahara. Hayo ndiyo maneno ya Bwana. Wao hawana nafasi, hawana ruhusa ya kupokea zaka kutoka kwa watu wa Mungu. Testimonies to the Church volume 4 page 516. Unaposoma Exodus 23 verse 2 inasema tusifuatane na wingi wa watu wanapofanya uovu. Sasa sikiliza, wale ambao wanaona mambo haya yakifanyika wakose kuyazungumza kwa sababu ya uoga, when existing evils are not met and checked because men have too little courage to reprove wrong, or because they have too little interest or too indolent to tax their own powers in putting forth honest efforts to purify the family or the church of God, they are accountable for the evil which may result in the consequence of neglect to do their duty. Sasa sikiliza, Ponzi scheme kama vile ambavyo tumekuwa tukizungumza, hatimaye maana ni triangle mrefu, wale wako pale chini watakuwa wengi. Iwapo yule bwana ako pale juu atakubali kufinya, ama hawa kuna wale watakaopotea poteza pesa ni wengi, na wale watakuwa kwenye kona ya pyramid watakuwa wao hawajapoteza, watakuwa wamepata. Kwa hivyo sikiliza, iwapo hatutazungumza mambo haya, yoyote anayeyafahamu, ninakutia nguvu, amka ndugu na dada yangu katika imani, tuzungumzie mambo haya na mengine mengi ambayo yanazidi kula kanisa la Bwana kama bweha wadogo wadogo. So tunaambiwa iwapo yataonekana yakifanyika mambo haya yasiyo mema katika nyumba ya Bwana, iwapo hayatazungumzwa kwa sababu watu wamekosa courage ya kuyazungumza ili makusudi waweze kulitakasa kanisa na nyumba ya Bwana, basi yale yatakayofanyika, the consequences ambazo zitakuja ni kwa sababu we have neglected to do our duty. Naomba nisiwe miongoni mwa hao ambao watakosa kufanya shughuli hii. Kwa hivyo hakuna kufa moyo, tunasonga kwa imani. Tukisonga tu kuelimisha watu wa Bwana ili watu wa Mungu waweze kukumbuka kwa nini Bwana alianzisha kanisa hili la Waadventista wa Sabato duniani. Tutazungumza kuhusu preparation of baptism na mambo mengi. Kabla mtu hajaingizwa anastahili kufundishwa nini na kuelewa kanisa linastahili kuwa namna gani. Kwa hivyo tuamuke sasa, kipindi kimefika, Bwana amefungua mlango. Hebu tuweze kuamka na kuzungumza mambo haya ili kanisa la Bwana liweze kurudi kwenye njia. Wale ambao wako tayari kufanyia Bwana kazi waingie kwenye sehemu za kazi, wahubiri, walimu wafundishe na kadhalika, ili hatimaye Bwana azidi kutukuzwa na kupitia kwa kanisa lake watu waandalike kwa sababu ya kuja kwake mara ya pili. So onyo linakuja linasema, Testimonies to the Church volume 5 page 676, if wrongs are apparent among his people, and if the servants of God pass on indifferent to them, they virtually sustain and justify the sinner and are alike guilty. Sikiliza, mambo haya yanapokuja, wewe ambaye ulimtumishi wa Bwana, unapoyaona na kufunga mikono na kusema wacha tutuombee kanisa, kwamba si vibaya, lakini kuna nafasi yako ya kushughulika na kile ambacho kinafanyika katika nyumba ya Bwana. Yatakapokupita mambo haya ukiwa umekunja mikono, unaambiwa ya kwamba you are sustaining and justifying, ya kwamba wewe ndiye unayebeba hili. Kwa hivyo, kwa mfano, wale wako katika hii scheme ambayo ni ya wachungaji, kwa ufupi wacha niseme ni wa watu wa Mungu hii, kiongozi mmoja wa union hapo hapo ndani na viongozi wengine na washirika ambao sasa ndio sasa hao tumedhibitisha mambo mengi ya kwamba hakuna mzungu hapo hapo. Yale yanayofanyika Kenya sio ya wazungu wa US na sijui ni ya kina nani, ni ya watu wa hapa ndani. Kwa hivyo wale wanadhani ya kwamba ni mtu alitoka nje akaja, hapana. Ni kiongozi mmoja wa union pamoja na wazee wa kanisa na washiriki pamoja ambao walileta mambo haya na kusema ya kwamba ni vizuri yachunguzwe na serikali ya serikali.
So tunaambiwa yakionekana haya yakiadhiri kanisa la Bwana, usiyazungumze ukiyajua, you are sustaining them and justifying the sinner. Kwa hivyo ninakuongelesha wewe ambaye umekwisha kuambiwa mambo haya na pengine umeingia ndani katika huu mtego, basi jua kwamba you are sustaining the consequences zitakazokuja, basi you'll be guilty. So tunaambiwa and you'll just as surely receive the displeased sure of God, for they will be made responsible for the sins of the guilty. Kwa hivyo utahesabiwa pamoja na wale ambao ni wahusika wakubwa katika swala hili. Kwa hivyo zungumza, wakati ni sasa. Ni wakati wa tarumbeta. Sasa tunaambiwa hivi, kanisa ni wakati wa kuamka. The church Christ correction, hii ni kitabu moja katika Spirit of Prophecy, page 120 paragraph 3. Ni wakati wa kupuliza tarumbeta, the trumpet for warning. Na inasema the churches must arouse. Hata hilo kanisa, naomba niongee na wazee wa makanisa na wachungaji na viongozi katika field station, conferences, division, general conference, mahali popote ulipo, mahali unanisikiliza, ni wakati wa kuamka. Na nataka kusikiliza very specifically, the members must awake out of sleep and begin to inquire. Ni wakati wa kuanza kuchunguza, how is the money which we put in the treasury being used? Pesa zinazowekwa kwenye treasury, tithes and offerings, zinatumika kwa njia gani? The Lord desires, ni Bwana anazungumza, anahitaji a close, very close search to be made. Wakati huo ndio sasa, na jameni, hebu tuanze, tushikane kwa pamoja. Sasa ni wakati njia mbili zinaenda kupanuka, kondoo na mbuzi wanazidi kuachana, bone after bone zinakuja pamoja kwa sababu ya revival and reformation. Sasa wakati umefika kama kanisa tuanze kuuliza maswali, na tunaambiwa swali moja tunastahili kuanza kuuliza. Haisemi ya kwamba tusitoe zaka, simaanishi hivyo. Hili ni kanisa la Bwana, tunasalia humu ndani maana tumeitwa na Bwana, na usiwe discouraged na yale yanayofanyika. Sasa katika mafundisho yanayokuja tutaanza kuuliza tutafanyaje ili mambo haya yakifanyika tuzidi kutiana nguvu katika safari. Lakini tunapozidi, tuko na swali la kuuliza, how is the money which we put in the treasury being used? The Lord desires a close search to be made. Na hapo ndipo kanisa litakuwa linaamka. Kwa hivyo Bwana akubariki sana. Wakati huo ni sasa, na ikiwa si sasa tumekwisha kuchelewa. Bwana wabariki watumishi wa Bwana. Niko salama, familia yangu iko mzima kabisa, watoto wako salama, na tunatumai ya kwamba siku zinazokuja Bwana atazidi kututumia pamoja na watumishi wale wengine wote ambao wamewaita kwenye shamba, ili makusudi kanisa la Bwana liweze kubarikiwa, haswa katika kipindi hiki kigumu cha siku za mwisho. Bwana wasamehe, maana hawalijua walitendalo. Hayo ndiyo maombi ya Stefano, maombi ya Kristo. Hivyo ndivyo tutakavyosema na sisi. We take no offense, na kusudi letu, hatuna kusudi lingine, ni kukutia nguvu katika safari ya imani, kuwa mwaminifu katika nyumba ya Bwana. Lakini haijasema ya kwamba tuwe careless. Ni wakati wa exercise the liberty of conscience, na swali lolote ambalo linahitaji kuulizwa haswa la matumizi ya pesa za kanisa zinazowekwa kwenye treasury, wakati huo ndio sasa. Bwana atubariki sana. Neema ya Bwana iwafunike, watu wasiwe na wasiwasi. Bwana atasimama na kazi yake, na ikiwa ni kazi yake ataisimamisha, na ikiwa si yake itafika kikomo. Usiku mwema, mchana mwema. Wakati utafikiwa na video hii, tutapumzika kidogo, alafu Jumapili ijayo kwa neema ya Bwana tunarudi kwenye mtandao na kuendelea kuzungumza mambo ambayo yatasaidia kanisa la Bwana. Bwana atubariki sana. Evangelist Peter Maina, naomba nikuombee. Mtukufu Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunashukuru, umetulinda salama njiani katika shughuli hizo zote zilizohusika, na tunashukuru kwa sababu waliohusika wote ni Waadventista wa Sabato, na ujumbe huu ni kwa Waadventista wa Sabato, hata wale ambao Bwana walipeleka swala hili kwenye vituo vya serikali. Zungumza nao kwa neema yako, wafunue macho ili waweze kuzukiwa na injili hii, na wao wanyenyekevu, wasiingize watu wa Mungu katika mtego ambao utakuja kuleta laana katika ulimwengu. Bwana, sisi bariki watu wako, ni kipindi kigumu cha maisha. Umeahidi ya kwamba njaa itakapokuja utalisha watu wako. Bwana, tunakulilia sasa, lilisha kanisa lako. Haudajiacha ukiwa, kila mahali kuna watumishi wako waaminifu. Watumie sasa na utuunganishe kwa pamoja. Hata wengine ambao walitoka Bwana na bado unawapenda, na una ujumbe ambao unaweza kusaidia kanisa lako kupitia kwao, warejeshe katika zizi. Wakati huu ni wa kuvuta pamoja, maana shetani ameamua kuharibu kazi yako. Bwana, bariki kanisa lako kwa jumla, na wale wote wamehandaiwa Bwana wafungue macho
ili waweze kutoka na ili tuwe mfano mzuri. Let us give the world a holy example and a religious guidance ili tuweze kubarikiwa na Bwana. Kwa pamoja nasi katika Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina.